Mzunguko wa hedhi ni mfululizo wa mabadiliko ya homoni katika mwili wa mwanamke kila mwezi kwa ajili ya kuandaa mimba. Mzunguko huu huanza siku ya kwanza ya hedhi hadi siku ya kwanza ya hedhi inayofuata. Kikawaida kwa mwanamke mzunguko huchukua kuanzia siku 21 mpaka 35, lakini wastani wa mzunguko kwa kila mwanamke asilimia kubwa ni siku 28. Sasa katika mzunguko wa hedhi ni kwamba kuna vipindi vikuu vinne ambavyo mwanamke huwa anavipitia. Sasa vipindi hivi, kipindi cha kwanza ni hedhi yenyewe. Je, hedhi ni nini? Hedhi ni ile damu ambayo inatoka kupitia uke, na hichi ni kipindi ambacho kikawaida ukuta wa mimba yani uterus inavunjika na kuporomoka au kutoka kupitia uke. Na ni kipindi ambacho kikawaida damu inatoka kwa mfululizo wa siku kuanzia siku 3 mpaka siku 7, inategemeana sasa na hali au hedhi ya mwanamke mwenyewe. Kipindi cha pili katika hedhi tunaita follicular phase, yani kipindi baada ya hedhi. Hichi ni kipindi ambacho kikawaida homoni ya follicular stimulating hormone huamsha ukuaji wa mayai upya, lakini pia ni kipindi ambacho kikawaida mji wa mimba yani uterus huanza kujijenga upya, na ni kipindi ambacho kikawaida kinaanza kutoka siku ya hedhi au toka damu inapoanza kutoka mpaka siku ya ovulation, yani siku ya kuanguliwa kwa mayai ya mwanamke. Lakini tukienda kwenye kipindi cha tatu katika hedhi ni ovulation phase, yani kuanguliwa au kuachiliwa kwa yai. Ni siku ambayo kawaida yai la mwanamke linaachiliwa kutoka kwenye ovary na hufanyika kati ya siku ya 11 mpaka 21 katika mzunguko, lakini huwa wengi ili yai linaachiliwa siku ya 14 kama mzunguko wako ni wa siku 28. Lakini ni siku ambayo kawaida wanawake wengi wanashika mimba. Siku ya 14 ni siku hatari sana kwa mwanamke kushika mimba kama mzunguko wako ni wa siku 28. Katika mzunguko wa hedhi ni luteal phase, yani kipindi baada ya ovulation. Hichi ni kipindi ambacho kawaida level ya homoni ya progesterone huongezeka kwa kasi kwa ajili ya kuandaa uterus kwa ajili ya ujauzito au kwa ajili ya mimba. Lakini ni kipindi ambacho huanza toka ovulation mpaka hedhi inayofuata. Katika kipindi hichi kama yai halijarutubishwa au halijachavushwa, basi level za progesterone hormone hupungua na kutokea kwa hedhi inayofuata. Je, unahitaji kujifunza kuhusiana na hedhi yako? Unahitaji kujua siku ya hatari na siku salama? Acha komenti hapa chini, lakini pia namba yetu ipo kwenye bio. Usisahau kushare na kucomment.